Huyu mtoto kuanzia leo ataitwa jina la mama yangu, ataitwa Regina Jumanne, mimi naitwa Jumanne Misungwi. Nilikuwa napita, ilikuwa njiani. Kipindi napita nikasikia mtoto analia. Alikuwa kwenye majani. Nikachungulia, nikasikia tena analia mtoto. Nikaangalia mtoto wa kike. Kitovu hajafungwa, nikachukua kitenge, nikamfunga kwenye kitenge. Nikambeba. Nikatoa taarifa kwa balozi wa eneo. Basi nilipofika pale nikakuta mtoto mchanga ambaye ametelekezwa akiwa kwenye mtaro. Yule mtoto akiwa hai. Basi hatua niliyoichukua nikampigia mwenyekiti wangu wa kitongoji. Naye mwenyekiti akawa ametoa taarifa kituo cha polisi, na baada ya pale akawa ametoa taarifa kwa diwani. Tumemfikisha pale polisi, wametoa PF3, tumekuja hospitali. Ni mtoto wa kike ambaye ana kilo 2.4 ambao mpaka sasa hatuweza kuwatambua wazazi wake, lakini mpaka sasa hali ya mtoto ni nzuri, japokuwa tutaweza kumwanzishia matibabu ya kuweza kumkinga dhidi ya magonjwa ambao ni antibiotiki, lakini mpaka sasa hali ya mtoto ni nzuri. Mtoto ni haki kuishi, ni haki kuishi. Unamtupa wa nini? Kwa hiyo naomba wananchi wangu, kiwemo na wengine ambao sio wa eneo hili, kumtupa mtoto ni haramu, ni dhambi. Ukimzaa kama unadhani unashindwa kumtunza, tafuta hata ushauri kwa watu wengine. Nitoe wito tu kwamba kwa wakina mama wote Tanzania nzima, mkoa wa Geita, wilaya ya Geita, mnapokuwa na changamoto kama hizi ezekana za kimaisha, pia viongozi tupo, kwa sababu viongozi tupo kwa ajili yenu. Mimi nafikiri hakuna sababu ya kutupa watoto, kwa sababu tunasema watoto ni taifa la kesho. Huyu mtoto kuanzia leo ataitwa jina la mama yangu, ataitwa Regina Jumanne, mimi naitwa Jumanne Misungwi, na ndio nimesema hata kadi yake ya kliniki iandikwe hivyo, na nitamhudumia mpaka mwisho wake atakaposema nimechoka. Kwa hiyo shule atasoma na jina ataitwa jina la mama yangu, na kwa hiyo ni mwanangu mimi na nimeguswa sana ndani ya nafsi yangu. Basi hiyo historia legend ambayo naiweka. Kwa kweli sio tukio zuri kwa kina mama wenzangu. Unabeba mtoto tumboni kwako miezi 9, baadaye unajifungua unaenda kumtelekeza. Sio jambo zuri, sema ukweli, hata Mungu hapendi. Kwa mimi nilikuwa naomba rai kwa kina mama wote, hata kama una mazingira magumu ya kumlea huyo mtoto, ni bora ukaomba msaada kwa watu wanaohitaji kumlea yule mtoto.